لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na ukumbusho wetu. Tunakumbuka kwamba tulikuwa katika maudhui ya as-sala, tumebakisha yenye kuharibu sala na mengineyo mafupi, lakini sasa kwa sababu tayari akili zetu, nyoyo zetu zimeuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo bila shaka tabidi tugeuze kibao, tuizungumze funga japokuwa kwa mukhtasari mkubwa, na tutajaribu biidhnillah kuzigusa zile nukta nyeti ambazo aidha zitatugusa sisi au zitagusa miongoni mwa jamii yetu, na sisi tukiwa pengine ndio dhamana. Lakini kabla hatujaenda huko, tuzungumze mwezi wa Ramadhani na ibada ya funga. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kuna mwezi na kuna ibada ya funga. Vyote hivi ni vitukufu. Sasa ibada ya funga ni ibada nzito ambayo wengine wanasema kwamba hata mwezi wa Ramadhani mwezi wa ibada. Inasemwa ni lugha maarufu, lakini haiko katika usahihi. Mwezi wa Ramadhani sio mwezi wa ibada. Ibada kwa Muislamu ni maisha yake yote, hayako katika mwezi maalum. La, mwezi unakuwa maalum labda ni ibada ya hija tu. Na hata hiyo ibada ya hija kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unaweza ukafanya ibada ya hija na umra kila siku na ukawa unapata malipo yake. Hayo tutakuja kuyazungumza siku nyingine inshallah. Sasa hii ibada tunatakiwa kwanza tujiandae. Maandalizi ya mwanzo kabisa ni maandalizi ya imani. Imani, na imani ndio kitu cha mwanzo, hata kuliko sala, kuliko ile funga, kuliko chochote. Imani, na imani hii maana yake tuikubali hii ibada ya funga, turidhike nayo, tuipokee kwa mapenzi. Wapo kati yetu si Waislamu, wengine wanafunga kwa shinikizo tu, pengine labda kwa sababu wako katika jamii ya Waislamu, na wengine wanahama mpaka mji, mbali ya mji wengine wanavuka mpaka mabara ili kwenda kupata starehe na kuikimbia ibada hii tukufu. Hawa wanakuwa hawako kiimani, na wakifanya masiara yawezekana hata wakatoka katika Uislamu. Endapo wataichukulia ibada hii ya funga kwamba kwake si fardhi, haina ulazima kwake, huyo tayari amertadi, ameingia katika ukafiri bila mwenyewe kujijua. Pengine jina lake kama langu Abdallah Mahmud
akajisikia kwa jina lake, lakini silo linaloangaliwa jina wala nchi anayotoka, inatakiwa ile imani. Kwa hiyo hili la kwanza Waislamu tuikubali, turidhie. Na jingine ukiangalia hata katika umma mbalimbali zilizotutangulia, Allah azza wa jalla kama alivyotuambia yeye mwenyewe, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo niliwafaradhishia umma zilizokuwa kabla yenu, lakini wao hawakufaradhishiwa siku nyingi kama sisi. Wao ni kila umma na idadi ya siku zake, lakini sisi Allah ametufaradhishia mwezi mzima wa Ramadhani kama ilivyokuwa maarufu. Sasa huenda nafsi ya mwanadamu ikachukia, kana mwezi mzima, swala la mwezi tena, ibada hiyo haishi, hata hiyo hija wiki tatu, na pia si wiki tatu. Ikiwa utafanya ifrad, hija ni wiki moja tu, na hata hiyo wiki haitimii. Lakini hii somo imekuja mwezi. Kwa sababu gani? Hii ni kutokana na Waislamu, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma huu, kwa sababu ibada ya funga ikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani malipo yake ni makubwa mno. Malipo ya ibada za sunna hizi tunazoswali, kablia, baadia, nini, sadaka, manake sadaka ni katika sunna, sio fardhi. Unapozifanya katika mwezi wa Ramadhani, malipo yake unalipwa kama ni fardhi. Yani kama wewe ulikuwa una wajibu unatakiwa usali swala ya dhuhuri, kwa ukisali ile kablia, basi malipo yako ya sunna ya ile ya kablia unalipwa kama uliswali swala ya adhuhuri katika miezi isiyokuwa huu wa Ramadhani. Sasa je, hiyo swala ya dhuhuri ndani ya mwezi wa Ramadhani hakuna ijuaye idadi yake, inategemea ikhlasi yako, khushu' na ile takwa kwa jumla. Kwa hiyo tuelewe kwamba hayo ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na la pili, zaidi ya kuwa ni mapenzi yake, ni kwa sababu umma huu umewekewa muda wa kuishi ni mfupi kuliko umma zilizopita. Kwa mfano Nabii Nuh, kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe, amelingania kwa muda miaka 950. Amelingania, sio ameishi kuishi zaidi ya hapo, lakini kazi ya da'wa kaifanya kwa muda wa miaka 950. Hii si inasemekana, la, hii ni Qur'ani yenyewe imeweka bayana, illa 50 ama, illa miaka 50 tu kutimia miaka 1000. Sasa wao walikuwa wana kipindi au muda mrefu wa ibada. Sisi muda wetu ni mfupi. Wapo wengine hawafiki hata miaka 20, wapo ambao hawafiki miaka 50. Wale wanaopata 60, 70, 80 humo wamepururiwa hao. Lakini kwa mujibu wa kauli ya Mtume kuna hadithi mbili. Moja inasema umri ni miaka 63, sababu Mtume mwenyewe na masahaba wake makhalifa wameishi miaka 63. Kwa hiyo ukifika 63, wewe jua bana una bonus. Muda uliobakia huu ni wa upendeleo. Sasa upendeleo huu maana yake wewe uzidishe ibada. Umependelewa kutokana na nini? Kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna masahaba wawili walisilimu kwa Mtume siku moja wakiwa Maka, lakini mmoja akaishi kwa muda wa mwaka tu baada ile shahada yake, na akafariki, akauawa katika vita, kafa shahidi.
Kwa hiyo alikuwa na kila nafasi ya upendeleo. Shahidi si mchezo. Lakini huyu mwa pili huyu yeye akaongezewa mwaka mmoja. Kwa hiyo yeye baada ya mwaka na yeye akafariki. Sasa katika hawa masahaba wa Mtume yuko mmoja akawaota hawa wote hawa waliokufa. Aliokuwa mbele kimalipo alikuwa ni yule aliyekufa mwisho, sio yule aliokufa shahidi, yule aliokufa mwisho, kwa sababu shahidi na huyu pengine kenda kupigana katika vita. Kwa hivyo vijana wasema ngoma draw, lakini yule kafariki, huyu kapona. Sasa likawashughulisha sana masahaba, iweje huyu aliyekufa kwenye vita awe yuko chini kuliko yule aliyokufa kwenye vita? Wakenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichowauliza, huyu yupi ambaye mnaosema kwamba aliongezewa muda, yeye huyu vipi, kaishi zaidi? Wakasema ndiyo, muda wa mwaka. Basi akaambia hilo ndilo lililomfanya awe na amali nyingi zaidi. Sijui kama nimefahamika. Hii hadithi naitoa kwa sababu gani? Tujue kwamba tuliobahatika na miaka hii ya juu 60, 70, 80, tujivunie sana. Hiyo ni nafasi ya upendeleo. Sasa tutumie mwanya huu wa mwezi wa Ramadhani, tujipinde kwa ibada. Hii haina maana kwamba mtu kutwa nzima awe kwenye ibada, kucha nzima, haina maana hivyo. Funga ya Ramadhani au ibada hii haikuja kubadilisha mfumo wa maisha, kwamba wewe tena ndo umezongeka na ibada, huna hata muda wa kufanya majukumu yako mengine ya kisheria yaliyokukabili. Kwa mfano, pengine una wajibu wa kwenda kumsaidia mzazi wako, mzee wako huko kitandani, ukasema sasa mimi niko kwenye ibada, au manake bwana, la, haijakufanya wewe usizungumze na mke, haijakufanya wewe usiwalee watoto, haijakufanya wewe usiwatembelee wagonjwa, haijakufanya wewe kuwa na miamala mizuri na majirani zako. Ramadhani haikuja kubadilisha utaratibu wa maisha, ndio ule ule. Kinachokosekana ni kile kujizuilia kula na kunywa na kufanya matendo ya jimai kwa mume na mke katika mchana wa Ramadhani peke yake, lakini labda na ziada kwamba ni matamanio. Utakiwi tena yule mke na mume kutamaniana wakati wa mchana wa Ramadhani. Na kama we mwanamme, basi ni bora utoke nyumbani. Ukiona hapa pana dalili, ondoka nyumbani, kwa sababu zinaweza zikakushawishi. Na hili nazungumzia, kuna nukta moja muhimu sana. Sisi wengi hapa ni wazee, yaani wa wazazi wa watoto. Wengine tumefanya maharusi ya watoto wetu karibuni. Hili ni jambo la kuzingatiwa. Tuepuke sana watoto wetu kuwaozesha wiki moja, wiki mbili kabla ya Ramadhani. Tuepuke. Sio haramu, hata leo kuoana ni halali, lakini vipi kuwakinga na ushawishi? Nguvu za matamanio wa Waislamu ni kubwa sana. Hawa watoto miaka 25, 26 wanakutana hawa, mchana kwao ni mkubwa, tena mwezi mzima Ramadhani wanaweza kabirua, na wenyewe watafanya siri. Kosa ni waliowaozesha hawa. Kwa hivyo hili si katazo la kisheria, lakini ni kutahadharishana. Tusipende, yani tuwaozeshe watoto wetu mapema, ili kufika Ramadhani wawe ile hali washaizoea.
Kwa hivyo haathiriki tena yule kumuona yule mkewe. Lakini mtu kaoa juzi, leo akuja kumuona mke mchana kajaa nini wale wanja si ndo nini kila anachokivaa kinamng'arisha. Shughuli sio ndogo hiyo. Kwa hiyo matamanio, pointi hapa ni matamanio, tunatakiwa tuyavue. Hata kula usitamani kula wakati wa funga. Sasa hiyo ni kwa mukhtasar ili tupende mwezi wa Ramadhani, tupende ibada ya funga na tujue kwamba tuna upendeleo maalum kiasi ambacho ikimaliza Ramadhani basi tujikute katika lawama, tujilaumu, yani tutafune vidole, yani ndo umekwisha. Sio ile ambayo we subiri kesho kutwa tu ukiandama ule mwezi, ile siku ya mwanzo ile utakuta vibao kadhaa vimeandikwa bado siku 28. Maana yake nini? Maana yake tunaukimbiza Ramadhani. Mbona hatusemi leo ni siku ya mwanzo, naenda kusema bado 28? Ni kuukimbiza, kuonyesha kwamba hili jambo hatulipendi, na kama hatulipendi na malipo yake yanakuwa ni tofauti. Jana nilimuona bwana mmoja, Mwenyezi Mungu ambariki, amekuja kuswali, nafikiri ilikuwa swala ya adhuhuri. Yule bwana anakuja anakuta hichi kibla, anapita kwenye kibla, anakuja mlangoni huko ili aingie msikitini asali. Basi nimemshuhudia ule mdomo wake kauhusisha na kile kibla, anakibusu, ingawaje hichi sio kibla. Lakini unajua nini kilichomuathiri yule? Mapenzi yake, ile ibada alokuja kuifanya. Sasa na mtu mwingine anaweza kumuona yule mwenda azimu, sio mwenda azimu, ni mapenzi, kaathirika vipi kiimani. Sasa na sisi Ramadhani inakuja, tulazimishe nafsi zetu kupenda hili jambo. Kwani hii kujizuilia kula na kunywa kwa kutwa ndo shida gani? Hakuna chochote. Na wakati tunafanya yale kwa nia, na ukifanya kwa nia manake kila kitu kinakuwa chepesi. Kitu chochote ukifanya kwa nia, basi jambo hilo linakuwa ni jepesi, halina tena uzito. Kwa hiyo tuipende ibada ya Ramadhani, tuwe na shauku nayo. Lakini katika hayo maandalizi kuna aya katika surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 58 anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema inna Allah ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ya'idhukum bih inna Allah kana samian basira. Utaona haikuhusiana na Ramadhani, lakini tuone ujumbe wa aya hii. Allah anasema hakika Allah anakuamrisheni nani, nyie waumini, an tuaddu al-amanat, kutekeleza, kurejesha amana za watu, kuzirejesha mahala pahusika. Amana hizi, amana maulama wakaitafsiri sehemu mbili. Kuna amana baina mja na Mola wake, ambayo hii sote tunayo, na tunazo amana. Allah anaturuzuku neema mbalimbali, ametupa uhai, ametupa afya, na hakutuumba kwa kubahatisha, ametuumba ili nini? Ili kumwabudu. Kwa hivyo tuna amana ya Allah ya kutekeleza ibada zake, yani zile fardhi zote, ikiwemo hii ya hija. Sasa mtu asiye akajiona ana pesa, bado
kila siku anatoa mimi mwakani bwana. Ikifika mwakani tu, kuna siku roho itachukuliwa na wale watoto wale watasema yeye mwenyewe kila siku alikuwa anaipiga kalenda, kila siku anaipiga kalenda. Lete pesa hizo tukagawane huku. Utamlaumu nani? Sasa amana ya hija, amana ya saum, amana ya sala, amana ya kufanyia wema wazazi wawili, amana ya zaka, ambayo na zaka nayo ina usiri mkubwa katika ulimwengu wa Waislamu. Zaka imepuuzika, lakini katika surat Fussilat anasema Allah, wale wasiotekeleza zaka wataingia katika moto wa jahannam. Shirikini, surat Fussilat fi aya 5 kama hii, kuto kutekeleza zaka. Sasa amana ya sisi waja kwa Mwenyezi Mungu, na miongoni mwa amana kubwa yetu ambayo tumebebeshwa na Allah, alla tushriku bihi shay'an, ya kwamba msimshirikishe Allah. Sasa sisi tutaibebaje amana hiyo? Tusimshirikishe, na maisha yetu yamenea ushirikina mtupu. Maisha yetu yana ushirikina mtupu, na hatari ya ushirikina kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inabatilisha ibada zote. Kimshirikisha Allah fahabitat a'maluhum, ile katika surat Ankabut tunaona anasema Allah kwamba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, kwamba nimekuhuishia wewe Muhammad na waliokuwa kabla yako, kwamba endapo mtanishirikisha mtabatilisha amali zenu. Sasa na sisi kesho kutwa tunaingia Ramadhani, nafsi zetu vipi? Ziko safi? Hazina dukuduku na Mwenyezi Mungu? Lakini hiyo amana baina sisi na Mola wetu, na baina mimi na Mola wangu, na wewe baina wewe na Mola wako, maana kila mtu kivyake hapo hapa hukumiwi kijumla, kila mtu peke yake. Halafu kuna amana baina mja na mja, ambayo jamii yetu hili liuoza jamii yetu, dhulma nyingi, kudhulumiana baina yetu, dhulma nyingi sana. Yani kama tutatoa mifano hapa, huenda kuna watu na mtu ndo atakuwa hajulikani, lakini siku hiyo, yani siku ya leo, keshaharibiwa siku yake yote, kwa sababu ana madeni ya watu, kwa sababu aliwekewa amana na watu hakuzirejesha, kageuza kibao, kwa sababu kavunja heshima, kawavunjia watu heshima, kwa sababu heshima ni amana, na miongoni mwa kitu kikubwa katika Uislamu ni kulinda heshima ya mtu. Sisi miongoni mwa uvunjaji wa heshima ile kusengenya, sasa hatuoni kama tunamvunjia heshima. Ukimsengenya mtu ushamvunjia heshima. Sasa inna Allah ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adl. Tunaenda mbio maana hii inna Allah ya'murukum an tuaddu, tunaweza tukaizungumza masaa 24 hatuimalizi, lakini kwa sababu ya muda wetu mfupi tupate mukhtasar. Halafu wanasema wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adl, na mnapohukumu baina ya watu basi hukumuni kwa uadilifu. Al-adala, uadilifu, al-qist, al-qist, ya ayuha alladhina amanu kunu qawamuna bilqist shuhada, kuweni wenye uadilifu, kusimamisha uadilifu. Uadilifu tunaukosea ndio Waislamu, mpaka waume kwa wake zao wale wenye wake wawili wale
na watatu. Uadilifu umeelemea upande mmoja, lile bega lile limeelemea upande mmoja. Lakini uadilifu baina ya watoto, baina ya watoto wetu, uadilifu kwamba huyu na hasa hususan akina mama wengi wanakuwa si waadilifu kwa watoto ambao hawakuwazaa, wanawapunja. Natumia neno hilo. Hata yale mapenzi tofauti kweli, mapenzi baina uliyemzaa na usiyemzaa ni tofauti, hiyo ni haki. Lakini je, ndiyo umnyongeshe huyu, umkwapulie maneno hivi? Sasa uadilifu ni kitu muhimu. Tuna nini wale tunawamwagia maji majirani, maji machafu ya mavumba, unasukumiza huko, alafu unasema unafutari, we umefunga. Kwa hiyo ili Waislamu, inna Allah yaidhukum bi, hakika Allah, inna Allah ni'ma yaidhukum bi, hakika Allah anakupendeni sana kukuwaidhini haya. Aya hii tu ya 58 surati Nisa, anatupenda sana. Na tutizame hapa, nani ambaye haimgusi aya hii? Kama hakudhulumu kadhulumiwa, kama hakunyang'anya kanyang'anywa. Katika malezi ya watoto tena ndo sikwambii. Kwa hiyo Allah anatupenda kwa mujibu wa kauli yake hii. Tena anasema inna Allah kana, hakika Allah amekuwa yeye tokea zamani, samian basira, ni mwenye kusikia vyema maneno yenu madogo madogo, miguto ile tunawaguta mpaka wazee wetu, anayasikia. Tena basira, anaona. Ndo kamaliza hapo tena, anasikia, hakuna kinachofichikana, na anaona kinachofanyika. Hakuna ambacho ni siri kwa Allah, hakuna. Kwa hiyo tunaingia katika mwezi wa Ramadhani, hayo tujizuie nayo, na kujizuia nayo si kwa mwezi wa Ramadhani. Yani hiyo ndio Uislamu wenyewe, huo ndio Uislamu. Alafu jengine katika mwezi wa Ramadhani ni kujitahidi kuchukia yote aliyoyachukia Allah, yote asiyoyapenda Allah, miongoni mwa riba, rushwa, kusema uongo, kusengenya, kubughudhi, kuonea, chochote kile anachokichukia Allah tujitahidi tukichukie. Na mwezi wa Ramadhani umekuja kama ni mwezi wa mafunzo. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mafunzo. Ndio Allah kama tunamuuliza tufunge kwa ajili gani, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Na huo ndio ucha Mungu ambao makafiri hayo ndio yanawashinda, si imani ya kuwepo Mungu. Imani ya kuwepo Mungu hata makafiri wanajua, lakini kufuata yale aliyoyaagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuyachukie yote anayoyachukia Allah kwa mapenzi, isiwe tunayachukia hali huku tunatamani yule bwana ndo haramu tu, lakini nikampatia nafasi simuachi. Hiyo itakuwa hujachukia. Wataalamu wanasema yale mapenzi ya nini? Mapenzi ya akiba. Yani hati mapenzi yanakuwa maasi ya akiba. Maasi ya akiba ni yepi? Kwamba pengine huyo mzungumzaji analingania haya tunayoyazungumza, lakini kumbe akipata fursa huku kuna kibinti kidogo hivi, hichi nikikipatia nafasi sikiachi. Hayo ndo mapenzi nini? Maasi ya akiba.
Sasa huo sio moyo, sio Uislamu. Uislamu chukia. Tunaingia katika mwezi wa Ramadhani, lakini katika jingine la mwezi wa Ramadhani ni kukimbia haramu, chakula cha haramu. Tusiye tukafutari kwa vyakula vya haramu, kwa chumo ambalo tumechuma kwa haramu, kwa njia yoyote. Umetegea kazini, jua kwamba unalolipata ni chumo litakuwa linaingia uharamu ndani yake. Yuko kijana mmoja jana akanikumbusha, na nikamwambia hili alhamdulillah, kesho kijalo nitalifikisha. Hii betting, kubeti. Nasema hii kubeti, ananiambia we bwana hujui, chakuwa mtu mzima, lakini huku kuna hatari. Na wengi Waislamu na walioingia katika hii ni wengi Waislamu. Katika hii mikopo ya kwenye simu hii, unakopa, wafikiri nani atakukopesha pesa zake bure bure? Anakukata, anachukua riba. Sasa wewe lile ndio unakuja kufanya ndio futario lako la magharibi, unakula haramu. Pengine kipato chako ni cha kuongeza zero, haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba endapo nguo kwa mfano imegharimu tuseme 10,000 tu, sasa 9,000 zote ni halali. Hii 1,000 ndio ile ulioipata katika kubeti. Hii 1,000 umempiga mtu kirungu, hii 1,000 umefanya yoyote ya haramu. Sasa ukaichanganya na ile 9,000 zako za halali, ukanunulia ile nguo ile, hata ukisalia ni haramu kwa hadithi ya Mtume, sio maneno yangu. Ile ina maana huna sala, umesali uchi, na ile nguo ni haramu, na ile nguo itakuwa inakulaani. Ndo hatari yenyewe iliyokuwepo. Sasa haramu ambayo hivi sasa jamii imeachana na haramu, yani haijali haramu. Inafika kauli hasa inasema halali iko wapi siku hizi bwana? Ala, ina maana Mwenyezi Mungu kaleta haramu tu hapa duniani. Kwa Waislamu tujikinge na hayo, tujitahidi kuachana na haramu. Ni bora uwe huna kuliko kupata ikawa na uharamu zaidi. Kwa mfano, mtu anafika kuoa kwa chumo la haramu, damu yake yote inakuwa ni haramu. Maskini mke yule, mahari ya haramu, anastarehe naye, anapata mtoto yule kazaliwa kwa spam za haramu. Mtoto yule haramu, si haramu kisharia, lakini kazaliwa katika misingi ya haramu, chumo la haramu. Huenda hata nyumba yenyewe anaokaa ni ya haramu, alafu tunajifaharisha na Ramadhani. Kwa hiyo tuyaepuke hayo. Nahisi muda kwa tuiguse kidogo na hii funga yenyewe, hasa kwa wale wasioweza kufunga na nini, lakini sababu ya muda tuyafanyie kazi hayo inshallah. Hayo mengine tuwaulize waliokuwa karibu yetu. Na kumalizia ni kwamba jamani, tusomeni. Mwenyezi Mungu hapendi ibada ya mtu asiyesoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aljahilu adu Allah walau kana abid, mjinga ni adui wa Mwenyezi Mungu hata kama anaabudu. Mjinga ni nani? Mjinga ni yule anaofanya jambo asiolijua, hana elimu nalo, anafanya pengine kwa kuiga tu, kwa kusikia kwenye mitandao, basi yeye ndo kisha soma huyo. Ala, wale maswahaba waliopiga magoti mbele ya Mtume wapumbavu. Kwa tujiulize, na Mtume anasema mtu asiokuwa na shekhe wake nani jamani?
Bilisi, shetani. Huna shekhe anayekusomesha, basi shekhe wako ni shetani. Maneno ya Mtume, sio yangu haya. Sasa tujiulize kila mmoja, shekhe wangu, shekhe zangu, maana si mmoja na wajua. Sijui wewe, je, mle kwenye ujumbe wa nini wa muhadhara yuko mwisho, mie kesho nitakuja, wewe je? Sasa na shekhe wako wewe je? Utajibu mwenyewe. Lakini cha msingi tujitae elimu, ibada isokuwa na elimu Mwenyezi Mungu haijui hiyo, anaipiga nayo. Ndio ile man amila amalan laysa fi amrina hadha, itapigwa nayo wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu ana haja, kwa sababu si katika ajira tunatimiza sifa zote sifa zote ili tupate ajira, lakini katika ibada za Mungu tunasukuma tu. Kwani tena na wewe tena na wewe ushehe wako sio ushehe ni mafunzo ya Mtume tumesomewa hapa. Khudh anni, chukueni kutoka kwangu mimi. Na kule akasema salini kama raaitumuni, kama mnavyoniona mimi. Huwezi kusali kama alivyosali Mtume bila ya kusoma, lazima uisome sala. Allah atuwafikishe katika kheri na atusame na atupe athari ya haya tuliokumbushana inshallah. Mimi si yangu jamani, yani mimi nimefikisha tu dhamana ambayo nimetwikwa, kwa hiyo nimeifikisha, na katika hayo mimi mwenyewe nimewaidhika kutokana na hayo. Kwa hivyo Allah atujalie tuwaidhike nayo na tuyafanyie kazi, na atupe wepesi wa utekelezaji wa dini yetu, aturehemu, atujalie afya njema. Wale ambao watakuwa yani wana matatizo ya afya, basi Mwenyezi Mungu awaondoshee wote. Kwa kumalizia, ile semina iliyopita nilikuwa na ujumbe, lakini tena ikale mazingira hayaruhusu. Kwa hiyo leo naona bado yanaruhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba nyumba isiyokuwa na asali ina nini hiyo? Inaumwa. Nyumba isiyokuwa na asali inaumwa, na nyumba isiyokuwa na tende ina njaa. Sasa nazungumza hii asali. Asali jamani, surati Nahli, sura nzima inaitwa Nahli. Nyuki ndo wanaotengeza asali. Katika dawa kubwa sana kwa Muislamu ni asali. Sasa tuitumieni asali. Kuna matumizi maalum. Moja, chukua asali ya natural, sio hii za kutengeneza viwandani na nini. Asali ya nyuki, namna ya kuipata kila mtu anajua, na bei yake inakuwa kali. Sasa hii asali, jitahidi kwa mwezi mmoja miwili, itumie kijiko cha chakula kunywa vijiko viwili vya asali kila siku, mara baada ya kuamka, kabla hujapiga mswaki. Ikifika mwezi, jiangalie afya yako. Miongoni mwa kazi moja ya asali ni kuondosha kusafisha hizi ni kusafisha figo. Hiyo kuna figo, lakini pia tunasema nini, sijui haya mafuta cholesterol, mafuta, kuziba mishipa. Hii kazi ya asali inazibua vyote. Kazi ya asali inaondoa magoti kuuma, viwiliwili, nyonga. Kwa hiyo tutumieni dawa hiyo, ingawaje ni ghali kidogo, lakini ni bora kutengeza afya. Kwa wale wazee wenzangu watakuja kunambia, bwana kweli bwana, na wala wasinambie, wao wenyewe tu wathibitishe.
Allahu a'lam.